Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote mlipo, penzi mtazamaji, ujambo na karibu katika masomo haya. Licha ya kwamba tumechelewa, lakini tuna imani ya kwamba sauti iko shwari ili tuweze kuanza somo la siku ya leo. Tunaendelea kuangalia kuhusu Babylon, na leo tunaenda kuangalia Babylon ya kiroho, namna ambavyo inapofanya kazi na vile inavyojidhihirisha katika ulimwengu wa leo. Na kabla tuanze, na tuombe. Mtakatifu Baba uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya siku ya leo, na ni asante kwa sababu ya mapenzi yako. Sisi tumeonana siku ya leo kwa minajili ya kujifunza neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze, ni katika jina la Yesu tumeomba na tukuamini. Amen. Kitabu cha Ufunuo kinaonyesha pambano kuu, na pambano lililoko katika kitabu cha Ufunuo ni pambano kati ya wema na uovu, kati ya kweli na uongo. Ndizo pambano ambazo zinazojitokeza katika kitabu cha Ufunuo. Na pia kitabu hiki cha Ufunuo kinaonyesha mfumo wa ibada zinazokinzana, ibada mbili ambazo zinazokinzana, ambapo tunasema ni ibada ya Mungu mwenyewe anayeitaka na ibada ya Ibilisi ambayo yeye na watumishi wake wanaendelea kuipigia kampeni uone ni gani itakayofanikiwa. Kwa hivyo ni pambano zilizoko. Lakini katika kitabu hiki cha Ufunuo pia tunaona ya kwamba ukweli ndio unaopata ushindi, ila uongo unaibika, haupati nafasi tena. Katika kitabu hiki cha Ufunuo wapo wanawake wawili. Kuna mwanamke kahaba na mwanamke safi. Wanawake hawa wawili wanawakilisha kanisa. Mwanamke wa kwanza anaonekana ni msafi na ni kanisa safi linalobeba mafundisho safi, namna ambavyo Kristo alivyoyapeana katika Biblia. Yule mwanamke kahaba ni mwanamke mchafu anayewakilisha uchafu ama mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hayo ndiyo mafundisho ambayo yako katika kipindi hiki cha mwisho. Mwanamke yule mwenye vazi safi ama nyeupe anawakilisha kanisa takatifu la Mungu, ambalo Kristo analichukulia kama mwanamke aliyewekwa tayari ama bibi harusi, ambaye bwana harusi ni Kristo mwenyewe. Kwa hivyo ni mafundisho ambayo yako kwenye kitabu hiki cha Ufunuo. Vile vile tunaangalia yule mwanamke kahaba anawakilisha kanisa ambalo alifuati taratibu za Mungu, kanisa ambalo limekaidi amri za Mungu. Ndilo hilo linalowakilishwa na mwanamke kahaba. Kwa hivyo katika somo la leo tunaenda kuchanganua sifa za kanisa ya kweli ya Mungu na sifa za kanisa ya uongo
ambayo tunaenda kuangalia kwamba ukweli utajidhihirisha na uongo utajitenga, kwa sababu sisi lengo letu kama wana End Time Media ni kuwaletea kweli za Mungu namna ambavyo zimetolewa katika neno la Mungu. Nao tunaanza hivi. Kanisa la Mungu linaonekana namna gani? Kanisa la Mungu linaonekana namna gani? Tukisoma Ufunuo 12 fungu la kwanza, nasema kisha nikaona mwanamke aliyevikwa jua na mwezi katika miguu yake, na katika kichwa chake kulikuwa na taji yenye nyota 12. Kwa hivyo ni mwanamke anayeonekana ambaye amevikwa jua. Chini ya miguu yake palikuwa na mwezi. Kwa njia nyingine ni kwamba ni mwanamke ambaye mwanga uko pande zote. Kwa kichwa kuna jua, katika miguu yake kuna mwezi, na yote tunavyojua jua inaleta mwanga. Pia mwezi unaleta mwanga. Kwa hivyo ni mwanamke ambaye amejawa mwangaza kila mahali, lakini kwenye kichwa chake kulikuwako na taji yenye nyota ngapi? 12. Kwa hivyo tuanze kuangalia mwanamke ni nini. Katika vitabu vingi vya Biblia, kwa mfano ukisoma Isaya 54 fungu la 4 la 6, Hosea 2:19 na 11, inawakilisha watu wa Mungu. Kwa hivyo ni kanisa la Mungu hili ambalo linaloongozwa na jua linalowakilisha agano la kale, ama linalowakilisha usafi wa neno, na chini yake kulikuwa na muni ambayo ni mafundisho, ni kanisa ambalo linalofuata agano la kale na agano jipya ambalo linaloendelea kujifunza. Pia ni kanisa ambalo linafuata mitume kama mitume 12 ambao ni waanzilishi wa imani yetu sisi kama Wakristo. Kwa hivyo ndilo hilo kanisa ambalo Mungu analipendekeza kwetu. Huyu mwanamke amevaa vazi jeupe kuwakilisha usafi aliyokuwa nayo. Kwa hivyo ni kanisa ambalo aliwezi likachanganya mafundisho yake na mafundisho ya ulimwengu. Ni kanisa ambalo limeshikilia kweli za Mungu vile ambavyo Biblia inavyosema. Nao Mungu analihitaji kanisa lake. Je, kanisa la Mungu lina jina ipi? Ukisoma Timotheo wa kwanza 3:15, Biblia inasema, nawaandikia ili muweze kujua vile mnavyostahili kukua katika nyumba ya Mungu, ambayo ni kanisa la Mungu aliye hai, msingi na kiwanja cha ukweli. Kwa hivyo nyumba ya Mungu, Mungu anaita nyumba yake kanisa la Mungu. Mungu analiita kama nyumba yake. Kanisa la Mungu ni nyumba yake ambaye Mungu mwenyewe amejitwalia mwenyewe ili liwe kanisa lake, kanisa safi, kanisa linalofuata mafundisho yake. Kwa maana amesema hapo ni msingi na kiwanja cha ukweli. Kwa hivyo Biblia ya kanisa
ndipo tunaambiwa misingi yote ile ambayo Mungu anataka. Katika Mungu anataka katika kanisa ndiko tunaambiwa kweli zote, namna ambavyo zimetolewa na manabii wa Biblia, namna ambavyo inavyojitoa. Kwa hivyo tumeangalia kwamba kanisa la Mungu ni moja. Mungu hana makanisa. Mungu ana kanisa moja tu ambalo yeye mwenyewe ndiye kiongozi. Kristo ni kichwa cha kanisa hili la Mungu. Je, kanisa la uongo linaonekana namna gani? Isome Ufunuo 17 fungu la 1 hadi la 15. Yohana anaambiwa njoo uone. Akaona mwanamke mkubwa ambaye ni kahaba, ambaye mataifa ya ulimwengu yamekunywa mvinyo pamoja naye na kufanya uasherati naye. Na akaona, anasema, kisha nikaona mwanamke aliyeketi juu ya mnyama mwekundu sana, na katika mnyama huyo kulikuwa na majina. Huyo mnyama kulikuwa na majina ya makufuru, na yule mwanamke alikuwa amevikwa mavazi mekundu, akiwa na kikombe cha dhahabu kilichojawa machukizo, na katika kichwa chake kulikuwa kumeandikwa jina la siri, Babylon mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo ni kanisa ambalo linaloonekana liko juu ya mnyama. Na tulivyokuwa tukiangalia, tukisoma katika kitabu hiki, kwanza aswa ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 13 utagundua kwamba mnyama anawakilisha utawala. Kwa hivyo ni kanisa ambalo liko na mamlaka mbili. Liko na mamlaka ya ulimwengu huu na liko na mamlaka ya kidini. Na huyu alikuwa ni mnyama mwekundu kuwakilisha mateso ambayo utawala huu ukiungana na kanisa uliotekeleza katika watakatifu. Tunajua ya kwamba kanisa la Rumi lilikuwa na nguvu sawia na serikali, na pia likawa na nguvu sawia na za kidini. Kwa hivyo wakati huu kanisa lilipoungana na serikali, liliweza kufanya unyama mkubwa, ikaweza kuwatesa watakatifu, akiwa Martin Luther na wengine ambao waliokuwa wakitetea kweli za Mungu. Tunaambiwa katika kichwa chake kulikuwa na majina ya makufuru. Kulikuwa na majina ya makufuru. Maana yake ni kutumia majina ambayo ni matukufu ya Mungu. Yalileta utawala ambao ulikuwa unapingana na utawala wa Mungu na system ya Mungu. Hebu tuangalie kidogo. Pia tumeangalia mvinyo. Vile tunavyojua, mvinyo unaharibu akili na unaharibu sehemu ya ubongo ambao unaosaidia mtu kufanya maamuzi na hata kufanya hukumu kwa vitu mbalimbali. Na kwa hivyo hii inamaanisha hivi, utawala huu utaleta, ama kanisa hili liliweza kuleta mafundisho ya uongo na kuwapandikiza watu katika akili zao. Kwa hivyo ikawadanganya. Ni kanisa ambalo lilikuwa linadanganya. Babyloni kwa mara nyingi inawakilisha mfumo wa uongo wa kidini. Kwa hivyo Babylon huyu ambaye anayezungumziwa, Babylon mkuu, ni mfumo wa uongo wa kidini, kwa maana amesema Babylon mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo licha ya kwamba yeye ni mmoja, pia ana watoto wake ambao wametoka, ambao ni makanisa ya Kiprotestanti ambayo yaliyoanguka,
ambaye hayafuati zile sheria za Mungu, hayafuati, yaliacha kupiga mbiu ya matengenezo yale ambayo Mungu aliwaitia wayafanye. Now, ni nani ambaye ni mwanzizi wa mafundisho ya uongo? Ukisoma Yohana 8 fungu la 44 nasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, ambaye amekuwa muuaji tangu zamani, ambaye hajui kusimamia kweli, kwa maana kweli haimo ndani yake. Yeye ni mwongo na ni baba wa uongo. Kwa hivyo Babyloni baba yake uongo wote, mfumo wa uongo, baba yao ni Ibilisi na wala si Mungu. Unamuwakilisha Ibilisi mwenyewe na unafanya kazi chini ya mamlaka ya Ibilisi, ndipo unaweza kutangaza habari zake. Nao sifa za mfumo huu sasa, sifa za mfumo huu wa uongo, kwanza ni la uasi, rebellion. Ukisoma Genesis chapter 11 verse 5 to 9, Mungu aliwaambia watu baada ya gharika, Mungu aliwaambia watu watawanyike, waenee maeneo yote, wazaane, wajazane. Lakini kwa wakati ule watu wakakataa, wakasema kwamba watajifanyia mji. Kwa hivyo wakamkaidi Mungu, wakamuasi Mungu. Kwa hivyo mfumo huu ni wa kumuasi Mungu, unakaidi amri za Mungu. Kwa mfano, kanisa la leo tumepewa amri 10 kuwa kama mwongozo katika mambo yetu ambayo tunayoyafanya. Pia tukapewa Biblia ambayo itakuwa ni kipimo cha imani yetu. Iwapo utakuta kanisa ambalo halifuati amri za Mungu, kanisa ambalo halifuati mafundisho ya Biblia, automatically hilo ni kanisa la Babylon, na ni kanisa linaloongozwa na mtu linaloongozwa na Shetani. Pili, sifa ya pili, kanisa hili linapenda ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni nyingi. Kwa hiyo ukisoma Ezekieli 6 fungu la 8 inasema, nanyi na madhabahu yenu yatabaki bure, na ubani wenu na madhabahu ya kuchomea ubani yataharibiwa. Nitayaharibu yote na nitawaua wanaume mbele ya miungu yenu. Kwa hivyo ni Mungu anachukizwa na miungu. Mungu apendi machukizo, apendi miungu, apendi ibada ya sanamu. Mungu apendi ibada ya sanamu ya namna yoyote, kwa maana amri ya pili nasema usijifanyie sanamu ya kuchongwa, kitu kilichoko mbinguni. Kilichoko mbinguni ni Yesu, Mungu na malaika zake. Kwa hivyo usijichonge. Hivyo ukichonga sanamu inayomwakilisha Yesu, umekosea. Kwa hivyo Mungu hapendi. Mwanahistoria mmoja ambaye anaitwa Daktari Alexander Islot anasema hivi, Babiloni ndio chanzo cha ibada ya sanamu. Babiloni ndio chanzo cha ibada ya sanamu. Na tunaambiwa ya kwamba katika Babiloni ya sasa inawakilisha ni mfumo ambao unaopendelea ibada ya sanamu. Ni mfumo unaopendelea sanamu. Leo ukipita makanisa mengi, ukipata ndani kuna misalaba, jua hiyo ni sanamu. Kwa sababu kilichotuokoa sio msalaba mti, ni kilichohanikwa juu ya msalaba ambaye ni Kristo Yesu. Pili, ukiingia ndani ya kanisa ukaona kuna Bikira Mariamu na vitu vingine vya ajabu ajabu,
ujue kwamba hiyo kanisa iko katika kwenye mfumo wa ibada ya sanamu. Pia ukikuta kanisa ambalo watu badala wamuombe Mungu awasamee, wanapitia kwa kuhani wao ama mhubiri wao, automatically pia jua hilo kanisa liko kwenye mfumo wa ibada ya sanamu. Kwa hivyo tuweze kuelewa hilo na tuweze kujifunza hivyo. Ya pili, kanisa hili linafundisha mafundisho ya uongo kwamba mtu hakifa hafi tena, hali ya wafu. Wanasema mtu akifa yu hai. Na hii tunapata katika kitabu Ezekieli 8:14. Mungu anasema hivi, so Mungu akanipeleka hadi katika milango ya hekalu. Natazama wanawake walikuwa wameketi huku wakilia, wakimlilia Tamuzi. Tamuzi ni nani? Tamuzi ni Mungu ambaye alikuwa anawakilisha mimea, na mara nyingi huyu ni mmojawapo ya miungu ya Wababeli. Wababeli walikuwa wanamwabudu. Inaaminika ya kwamba wakati wa kiangazi kikubwa, mimea ilipokuwa ikikauka, ilikuwa inaaminika kwamba huyu Mungu Tamuzi alikuwa amekufa. Lakini wakati wa mvua na mimea imekuwa na chakula kikawa kingi, walikuwa wanaamini ya kwamba Mungu Tamuzi amefufuka. Kwa hivyo kupitia kwa hapa ukatokea fundisho mojawapo la uongo kwamba mtu hakifa, roho yake bado iko hai. Ni fundisho la uongo ambapo Biblia inasema ya kwamba mtu hakifa hajui lolote, asikii, hajitambui. Kwa hivyo ni mafundisho yaliyo kinyume na Biblia. Kwa hivyo fundisho hili halifai kuwa ndani ya kanisa. Namba ya 4, mfumo huu unafundisha uko na ibada ya kipagani, aswa ya ibada ya jua. Kisoma Ezekieli 8:16 inasema ya kwamba Mungu alimpeleka katika ndani ya hekalu, katika nyumba yake, na akaona wanaume 25 wakiabudu jua huku wakiangalia upande wa mashariki. Mungu anachukizwa na ibada ya sanamu. Kwa hivyo najua ni mojawapo ya vitu kama hivyo. Mwanahistoria mmoja wa kanisa ambaye anaitwa Hillstop na Alexander anasema to conciliate the pagans to the nominal Christianity. Anasema ya kwamba kuunganisha upagani pamoja na Ukristo. Rumi pursuing its usual policy. Nasema Rumi kutumia sheria yake ya kawaida took measures to get the Christian and the pagan festivals amalgamated. Rumi ikafanya sherehe za kipagani na zile za Kikristo zikaunganishwa. Kwa hiyo sherehe za kipagani zikaletwa katika Ukristo na zile za Ukristo zikapelekwa katika upagani. Lakini kwa nyakati zile watu wakapenda za kipagani sana kuliko za Kikristo. Pia mtu mmoja, mwanahistoria mmoja ambaye anaitwa Arthur Stanley anasema hivi, Constantine katika pesa aliyokuwa nayo Constantine, kwa sababu hata sisi hapa Afrika, hata hapa Kenya tuko na sarafu. Zile sarafu zetu zimechorwa labda Mzee Kenyatta, Moi ama Moi Kibaki. Anasema ya kwamba sarafu zake zilikuwa zimechorwa, zilikuwa upande mmoja Kristo, jina la Kristo lilikuwa, na upande mwingine kulikuwa na Mungu jua. Hii ilikuwa inawakilisha nini? Hii ilikuwa inawakilisha kule
ni kule kubatizwa ama kufanyishwa ndoa kati ya Kristo na upagani, kati ya Ukristo na upagani. Upagani ukafanyishwa ndoa na kanisa la Rumi, na upagani ukaweza kuwa na nguvu katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo kanisa ikaanza kuingiwa na upagani, ikaingia katika ukengefu mkubwa badala ya lile neno ambalo Mungu alikuwa amelikusudia. Haikuachia hapo, wakabadilisha siku. Nasema the retention of old pagan name of Dies Solis. Anasema ya kwamba kule kuwekwa ama kule kuwekwa kwa siku ya Dies Solis ambayo ilikuwa ni siku ya jua, ilikuwa pia ni siku, it is in a great measure owing to the union of the pagan and the Christian sentiment, with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagans and Christians alike, as the venerable day of the sun. Kwa hivyo Constantine akaleta hii siku ya Jumapili ili iwe kiunganishi kati ya wapagani na nani? Na Wakristo. Kwa hivyo siku ya Jumapili ikazaliwa wakati wa Constantine, kwa sababu ndani ya Biblia wanafunzi wa Yesu na kanisa la mitume wote walikuwa wakimwabudu Mungu Jumamosi, siku ya Sabato. Jumapili iliingia wakati wa 313 wakati mfalme ama huyu kiongozi wa Kirumi ambaye Constantine alipochukua mamlaka. Sifa ya mwisho ni kwamba self indulgence, kujitozeresha. Ukisoma Danieli 5:4, they drank wine and praised the gods of gold and the sinners, bronze and iron, wood and stones. Kwa hivyo wakakunywa, wakakula, huku wakisifu miungu ya dhahabu na fedha na hiyo yote ambayo imezungumzwa hapo, wakiwa wanaisujudia. Kwa hivyo hili jitozeresha kwamba wanaweza, hawakujali miili yao, maana Biblia inasema miili yetu ni hekalu takatifu la Mungu. Kwa hivyo ukigundua kwamba kuna kanisa, kwanza kanisa ambalo limeasi amri za Mungu, automatically ni kanisa la Ibilisi. Kanisa ambalo alifuati amri 10 za Mungu la Ibilisi. Ya pili, kanisa ambalo linafundisha kwamba mtu akifa roho yake bado iko hai, bado hiyo ni Ibilisi. Ukisoma kanisa ambalo linasema kwamba siku ya kwanza ya juma, Jumapili, ni Sabato, basi bado hiyo ni kanisa la Ibilisi na kiongozi wake ni Ibilisi. Ya mwisho, ukiona kanisa ambalo limejitozeresha kwamba wanakula chochote, wanasema kwamba tuko chini ya neema, chakula chote kilitakazwa, kwa hivyo vyote ni vitakatifu, haliwakanyi watu wao kunywa na kula vitu ambavyo sio vitakatifu mbele ya Mungu, kukula vitu ambavyo ni machukizo ya Mungu, kanisa halisemi. Kwa hivyo hilo kanisa linakuwa ni kanisa la Ibilisi. Penzi mtazamaji, kanisa lako liko kwenye kategoria gani? Je, kanisa lako linafuata amri za Mungu? Na kama halifuati, ndugu yangu, fanya maamuzi na urudi kwa Yesu na Kristo atakupokea. Mungu akubariki katika usiku wa leo, na utakapotazama hii video kumbuka kusubscribe katika YouTube channel yetu End Time Proclamation TV, na Mungu awabariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, jina lako litukuzwe. Wakati mwingine tumejifunza neno lako, tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze na yale ambayo tumejifunza yaweze kuwa katika mioyo yetu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na tukuamini. Amen. Mungu akubariki sana.